ACT Wazalendo, shusha tanga, safari, mimi na Zanzibar, Zanzibar na mimi. Asante sana. Kwanza tuongere kwa pamoja, makofi mingi. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Bwana Othman Masoud Othman, wananchi wa Zanzibar kwa ujumla wao wamekupigia kura nyingi sana na kwa kukuchagua kwamba uwe rais wao, na wamefanya hivyo. Kwanza kabisa, kwa kuwa nimesimamishwa hapa kwa mujibu wa dakika 5, mimi nitazungumzia kwa mujibu wa majimbo matatu: jimbo langu la Kikwajuni, jimbo la Malindi na jimbo la Kwahani. Siku ya tarehe 28 kwa upande wa jimbo la Malindi, wapiga kura wa mapema walikuwa skuli ya Haile Selassie, na jimbo la Kikwajuni wapiga kura wa mapema walikuwa skuli ya Dr. Shein hapa tumekuja, na jimbo la Kwahani walipiga katika skuli ya hapo maana ilikuwa skuli zetu ziko karibu. Hivyo basi uchaguzi wa tarehe 28 ulikuwa ni uchaguzi wa vikosi. Wa jimbo langu la Kikwajuni ilikuwa ni wapiga kura wa ofisi ya magereza au vikosi vya magereza, na kwa upande wa Haile Selassie walikuwa wapiga kura ni immigration na vikosi vya zimamoto, na kwa upande wa Kwahani ilikuwa ni jeshi la polisi. Ukiangalia kwa ujumla wao, tume ya uchaguzi inasema kwamba ni watu maalum wa kupiga kura, lakini ni vikosi, hakukuwa na watu maalum, maana raia wa kawaida hawakuwapo. Mawakala wetu walikuwemo katika vituo mpaka dakika ya mwisho, lakini walikuwa na kodi zao baina tume na vikosi. Kwanza, moja ya kodi yao ilikuwa hawakubali kutia wino kwa kura ya mapema, walikuwa wakitumia marker pen, ambacho si sahihi. Kama tume ya uchaguzi, mtu akishapiga kura, wajibu wake kuthibitishwa kwamba amepiga kura, na sehemu moja ya kuthibitisha kwamba amepiga kura wino. Kwa hiyo hichi ni kitu cha mwanzo ambacho kimewafanya wapiga kura walio wengi wa vikosi wameacha kutia, na ilikuwa kwao kama ndio kodi yao kwamba ni marufuku kutia wino. Na hata mawakala makarani wa tume ya uchaguzi walikuwa na wao wakishiriki kutokufanya hivyo, japo kuwa ilikuwa ni wajibu wao kuwalazimisha wapiga kura ambao wamepiga kura watia wino. Hili limefanyika katika sehemu zote tatu au majimbo yote matatu, na waliwadhibiti mawakala wetu wasiseme chochote. Vile vile walivitumia vitambulisho vya watu ambao wameshafariki na kufanya kwamba wao ndio wapiga kura halali, ambacho si sahihi. Vile vile waliwatumia watoto wadogo kuwavisha uniform za vikosi vyetu, ambavyo ni vikosi kwa mujibu wa sheria ni matatizo na ni makosa makubwa mtoto chini ya umri kumvisha uniform ya nchi na kwenda kupiga kura. Siku ya tarehe 28 tulikuwa tuna kazi kubwa sana, na moja ilikuwa ikiwapata mawakala wetu ni kutolewa katika vituo. Kulikuwa hakuna maelewano mazuri baina makarani na mawakala wetu, ilikuwa ni maadui wao kwa kweli. Wapiga kura walipokuwa wakija katika vituo vya kupiga kura, waliwanyima fursa hata pale ambapo wakala anahoji jambo la msingi. Kwa mfano, katika jimbo la Kikwajuni, kituo cha Kilimani Juu, kuna wakala wetu mmoja alinyimwa kupewa daftari. Hata pale alipokuja msimamizi wa jimbo anamuamrisha karani, ni halali, ni wajibu wake wakala kuwa na buku, basi karani pia anapinga. Kwa hiyo utakuta kwamba kulikuwa kuna maamuzi tofauti baina ya tume, makarani na uchama ndani yake. Kwa hivyo baada ya mabishano makubwa, karani aliamua kumpa buku lile la wapiga kura. Kituo cha Mwembeladu, makarani walikuwa wanachana kura zaidi ya moja. Mimi kama mgombea
Nilisimama na nikamwambia karani, kwa nini unamchania kura zaidi ya moja mtu ambaye ninakupa? Akaniambia sio kazi yako. Nikamwambia sio kazi yangu, lakini mimi ni mgombea. Papo hapo wakati naendelea kujadiliana naye, askari akasimama kwamba unataka kutuchafulia kituo. Kwa hiyo wako maaskari, utashi wa kisiasa uliwazidi ndani ya vituo vya kura na kuwasababishia mawakala kuwatoa. Kituo cha Raha leo, wakati wa kuhesabu kura, mawakala wengi waliwatoa. Ikanibidi mimi mgombea nikae wakala wa kuhesabu kura. Kwa hiyo nilikaa wakala. Kwa hiyo nikashindwa kurotate. Mzalendo alipozaliwa hapa ndani. ACT Wazalendo. Mimi na Zanzibar. Shusha Tanga. Safari. Kwanza hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu, kwa kuweza kutukutanisha katika kikao hichi ambacho kinafichua madhalimu wanaotufanyia CCM. Pia namshukuru Mwenyezi Mungu, pia nawashukuru mawakala wote walioshiriki katika uchaguzi huu na kusimamia haki ya Wazanzibari. Pia nawashukuru viongozi wangu wote wa chama cha ACT Wazalendo kuwa viongozi makini wanaoweza kuisimamia Zanzibar. Uchaguzi sasa tunakuja. Kwanza uchaguzi wa tarehe 28 hakukuwa na uchaguzi. Nilifika katika kituo cha kura ya mapema Mtofaani saa 12:30. Lakini la kushangaza, palikuwa viongozi weshajipanga na udhalimu wao. Tumewaingiza mawakala wetu katika vituturi vyote, lakini pia tulihakikisha tunafuatilia mawakala hao kuhusiana na vitendea kazi. La mwanzo walitoa mabuku kwa baadhi ya mawakala. Baadaye waliyakusanya mabuku yote kwa sababu mabuku hayo yaliokuwa si sahihi. Pia walikuja, la kusikitisha jamani, tunaambiwa majeshi ndio ambayo yatatulinda sisi wa raia. Lakini walikuja majeshi eti wana miaka 14. Walivalishwa magwanda na wakaja kupiga kura. Pia walikuja wazee ambao hawapungui miaka 70. Eti hao ni majeshi na vikosi. La kushangaza sasa, baada ya muda waliponiona nafuatilia, walimpigia mkuu wa kituo. Akanipigia simu moja kwa moja akanambia nazorotesha uchaguzi, kwa hiyo nikae mbali na kituo cha uchaguzi. Lakini nilishikilia msimamo wangu kama mgombea, nikaambia hili haliwezekani, kwa sababu nafuata sheria ya uchaguzi. Kwa nini mimi niondoke? Nikaambiwa kwa usalama wako ondoka. Niliondoka kidogo, baadaye nikarudi. Lakini walikataa kutia sildi, walikataa vitu mbalimbali. La kushangaza, hata hiyo takwimu ya wapiga kura walikataa kutoa. Kwa hiyo watu walipiga kura, walipomaliza wakafunga vituo vyao, hawakutoa takwimu sahihi ya wapiga kura. Tunakwenda tarehe 28. Tarehe 29. Tarehe 29 hii pia kulikuwa kuna uchafuzi mkubwa, kwa sababu hata hiyo polisi walikuwa wakisimamia uvunjwaji wa uchaguzi. Katika kituo namba 2 kulikuwa kuna maobserver wasiopungua 20. Watume tu wao. Mawakala wasiopungua 10. Kwa hiyo ukiingia katika hicho kituturi kinakushtua, hajaingia mpiga kura. Na walichokuwa wanakifanya, walikuwa wanakata ballot, wanazipiga kura, wanazitia katika desk. Baadaye wakawa wanazipeki katika mifuko. Pia la kusikitisha zaidi, kuna baadhi ya watu wetu walipewa kura ambazo zishapigwa, eti nao wakapige. Na baadhi ya watu wetu walipewa kura pungufu. Walikuwa wanawapa kama za mbunge ni 3, rais, mwakilishi na diwani hawatoi. Pia la kusikitisha zaidi, hawa maobserver walikuwa akija mtu akimuona mepesi kabisa, wanamweka pembeni, wanamwambia subiri utapiga kura. Ikawa na kazi ya kuchukua wale ambao wanatolewa na kuwarejesha
katika vituo kwa ajili ya kupewa haki zao. Pia walivyoniona nina msimamo mkali, walinitoa tena nje, wakaniambia kaa nje mpaka tukuite. Lakini nikasimama nikawaambia siwezi kutoka kwa sababu hii ni haki yangu ya msingi. La kushangaza jamani, kuna vituo vilipigwa kura hata wapiga kura hawajamaliza. Kura zilikuwa zimemaliza. Katika kuhesabu, kuna kura alikuwa anatembea nazo kama njugu kwa sababu visanduku vilikuwa vimejaa, kura zimezidi. Mpaka nikawa nawaambia jamani, mcheni Mola wenu, fanyeni alau kujificha. Walikuwa wanazizonga mwisho tishu, wanachukua huku na kupeleka kwengine. La kusikitisha, mimi ninachojua, kura zinapopigwa zinapigwa katika kituo husika na zinahesabiwa katika eneo husika. Lakini wao baada ya uchaguzi kumaliza, walikuwa wanachukua kura wanazipeleka visanduku, wanavichukua eneo hili kulihamisha eneo lingine ili kuweza kufanya uharibifu wao. Kwa hiyo ndugu viongozi, hakukuwa na uchaguzi, kulikuwa na uchafuzi, na tunapinga vikali uchaguzi huu. Hatutambui wala hatujui. Naomba kwa ACT Wazalendo, shusha tanga, safari. Jina langu naitwa Abdalla Ali Abdalla, nilikuwa mgombea wakilishi jimbo la Jang'ombe. Kwa hiyo nitaelezea yale ambayo nimeyashuhudia mimi siku ya tarehe 28 na siku ya tarehe 29. Dakika zangu 5 nitatumia 3 au 4, dakika moja atatumia huyu wakala wangu, naomba naye aseme chochote kwa sababu naye kuna kazi ya aliipata. Kwa hiyo awali ya yote sina budi namshukuru Mwenyezi Mungu kujalia afya njema na kuwa hapa leo kuelezea ile kazi, lakini tunamtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jambo la kwanza ni kuhusu tarehe 28. Mimi mwenyewe kama mgombea jimbo la Jang'ombe, kwa mujibu wa taratibu za uchaguzi, ni kituo ambacho wanapiga kura polisi wote waliokuwepo Unguja, ambayo inakubalika toka miaka iliyopita. Polisi wote wanapiga kura Jang'ombe. Kwa hiyo mimi mwenyewe nawajua wale jamaa, nishakaa nao sana. Niliamua siku ile kukaa sana katika maeneo yale ya Jang'ombe yenyewe kama Jang'ombe, lakini Kidongo Chekundu pamoja na Kwalnatu. Kwa hiyo asubuhi mapema sana polisi kama kawaida walikuja na baadhi ya raia kuja kupiga kura. Wakaanza utaratibu kama ulivyoanza au unavyotakiwa kuanza. Wakafungua maboksi, tukaoneshwa yako matupu, tukaanza. Kufika kama dakika 10 tu 15 ule utaratibu ukaanza kuvurugika. Kwa sababu kwanza haji mtu mmoja akaitwa jina au akaoneshwa wale mawakala kama huyu fulani bin fulani na kitambulisho hichi. Wanaingia zaidi ya 7 pale kwenye. Kwa hiyo yule wakala wetu mmoja, manake kila kituo tulitakiwa tuna mawakala wawili. Kila kichumba tuna mawakala wawili, wazeki na neki. Lakini walikataa, wakimweka waneki ndani ya chumba, wazeki anatolewa. Na hiyo ilikuwa ni program maalumu ambao wenyewe washaiandaa. Lakini baada ya kufuatilia tuligundua kwamba mlikuwa mna mawakala wamewaeka kwa niaba ya ACT bila sisi wenyewe kujua. Kwa hiyo ukilalamika unaweza kuambiwa tu yumo wakala wenu, lakini humjui wewe, na ukisema huyu sio wetu hakubali kumtoa. Kwa hiyo tulichokiona ni kwamba polisi walikuwa wanakuja pale kutumia vitambulisho ambavyo si vyao. Kulikuwa kuna sergeant mmoja wa polisi, yeye ndo aliyekuwa kama agent wa kutoa vitambulisho na kuwakabidhi wale ambao wanakuja. Mimi nilimfuatilia mpaka nikambaini na nikamwambia in charge wa kituo kwamba huyu bwana ana vitambulisho anatoa ambavyo sio vya wahusika. Kwa hiyo tulikuwa ndani ya zoezi mpaka around ya saa 8. Saa 8 alikuja mtoto wa dada yangu ambaye ni marehemu, naye ni polisi. Baada ya kuja akanisalimia na nini, akapewa kitambulisho. Kwa sababu namjua, mimi niliamua kumfuata yeye bila yeye mwenyewe kujua. Kwa hiyo alipokwenda kwenye chumba kile namba 5, akaitwa jina ambalo si jina lake. Mimi nikamwacha kwanza mpaka ile evidence apewe zile karatasi. Nikamwambia bwana, musika huyu sio jina lake na ushampa hizo kura. Haya kuhusu wewe chukua fomu. Nikamwambia sio utaratibu wa kuchukua fomu,
tunatakiwa tuzuie kosa kwanza kabla halijatendeka, na huyu tayari mshampa hizo karatasi. Hiyo ilikuwa raundi ya saa 8. Kwa hiyo wakampa kura akapiga. Sasa kabla ya kufikia hatua hiyo, majira saa 4:05 zilikuja mabasi ya jeshi matatu na magari yale ya mengine ya wazi makubwa, ambayo jeshi hawatakiwi kupiga kura katika kituo cha Jang'ombe au jimbo la Jang'ombe. Mimi nikamfuata afisa wa uchaguzi wa wilaya ambaye ni Bi Sofia, alikuwa yupo. Nikamwambia, Bi Sofia, mnafanya nini? Hawa majeshi hawapo katika ile jimbo, inakuwaje wanapiga kura? Akanambia inawezekana hawa wamefanya uhamisho. Nikamwambia, wewe ni afisa wa uchaguzi wa wilaya, unaniambia inawezekana, manake wewe mwenyewe hujui au huna utaratibu wa kujua kwamba hawa wastahili kupiga kura hapa. Tukazozana, akachukua gari akaondoka. Kwa hiyo nikamkamata yule afisa wa kituo yule mwanamke. Nikamwambia, hawa majeshi ikisha wanakuja na silaha, na sheria haitakiwi na silaha ndani ya kituo. Afisa wao mmoja wa jeshi akatoa amri, wale wenye silaha waka nje, lakini ile zoezi likafanyika vurugu mechi. Sasa yule ambaye nilimkamata kama mwanangu, nilivyomzuia baada ya kubainika kwamba namjua na lile alilofanya ni kosa, yule afisa wa uchaguzi wa jimbo lile ambaye anaitwa Rahma alizuia uchaguzi pale pale kuanzia saa 8, akasema kura zimetosha, nilizopewa za kupiga kura hapa zimeisha. Kwa hiyo nilichomwambia, kwa nini zinaisha na hapa wapiga kura umesema ni 1180, lakini waliopiga kura hawajesha kura zimekwisha, inakuwaje? Kwa hiyo zoezi likakatwa raundi ya saa 8 ya kura ya mapema. Kwa hiyo wale ambao walipiga kura ya mapema hawakuwa na access ya kutiwa wino. Kulikuwa kuna ile maka peni wanapakwa, wengine hawapakwi, wanaenda zao. Siku ya pili sasa tarehe 29. Siku ya pili ilipofika tu asubuhi, nikamwambia yule afisa uchaguzi, ACT Wazalendo, shusha tanga, safari, wanawake mupo, wanawake mupo, safari, safari. Kwa jina naitwa Khadija Hamisi Abdallah, ni mgombea wa udiwani katika wadi ya Kilimahewa, jimbo la Amani. Yaliyotokea katika uchaguzi wa tarehe 28, mimi kama ni diwani nilishuhudia haya. Kwanza, kura ya mapema ilianza saa 1:13, uchaguzi wa mapema huo ambao kuwa ulishajihisha wale ambao kuwa waliekwa watu maalumu, lakini walikuwa si watu maalumu, kwa sababu walikuwemo raia kama mimi na hawana kazi yoyote. Ni vijana ambao kuwa wengine ni jirani zangu, hilo nilishuhudia. Lakini pia hawa ambao kuwa waliambiwa ni vikosi, vikosi hao hawana nembo, kwanza tulijue hilo. Hawana hata ile alama ya majina yao. Wengine nikakumbana nao wakanambia, Bi Khadija, acha kama yalivyo. Na nikaacha. Lakini nikaingia katika kituo ambacho kuwa namba 1, ambacho kuwa kilikuwa ni Kilimahewa Juu. Vituo viligaiwa. Vituo, jimbo langu lilipiga kura mapema Nyerere kwa wazee, Amani, Kilimahewa Juu na Kilimahewa Bondeni. Kilichojiri sasa, nafika katika vituo vile, wale ambao kwa walikuwa wakija kupiga kura zile, wengine ni wana maskani, wengine ni mabalozi. Hao ni watu wenye kazi maalum. Hicho ndo kilichotokea. Lakini sasa na wahoji makarani pamoja na maPO, jamani, huyu hana kazi maalumu na namjua. Naambiwa acha. Tukenda katika hali hiyo mpaka tukamaliza zoezi. Tukamwendea mkuu wa kituo mapema tu kwanza. Tukamwambia, mheshimiwa mkuu wa kituo, mbona kituo watu wameanza kura mapema saa 1:13 bila ya kuita mawakala? Akanambia, mimi siajui. Tukamwambia tuachane naye, twende katika safari yetu, lengo sisi ni kufika. Baadaye tukafunga kituo saa 8 tukamaliza. Siku ya pili ya tarehe 29
Tarehe 29 tukaingia katika uchaguzi ambao kwa tulitegemea kwamba uchaguzi ule utakwenda halali, lakini alojiri tumeingia kwanza, mawakala walizuiwa. Baadaye sisi wenyewe kama ni wagombea tukang'aka na tukaingiza mawakala, lakini mawakala wa muungano ambaye kwa msimamizi wetu alikuwa ni nani yule? Ali Darusi aliwasimamia mawakala, akasema si ruhusa kuingia. Wa muungano wa Zanzibar aliingizwa mapema. Wa muungano walikuja kuingizwa wakati wa kuhesabu kura. Ni wakala mmoja tu ndiye aliyewahi kuingia katika kituo namba 1 ambaye kwa ni Abdrahmani Hamisi Mohamed. Yalojiri sasa, tulikwenda katika mchakato ule, tukaiona hali ilivyojitokeza. Makarani na mapio wa vituo walikuwa wakizichana kura kama maji. Karani ama mapio wanachana kura, wanaingiza katika madroya madeksi. Mimi mwenyewe kama mgombea naingia katika kituo, namuuliza karani inakuwaje? Na sheria huwezi kuchana kura mpaka aingie mpiga kura. Leo inakuwaje? Ananiambia hii ndio kazi tulioambiwa. Hapo basi tayari kura hizo zimetikiwa. Wanakuja wana maskani ama mabalozi na watu wao mikononi. Mmoja hapo alikuwa ni mgonjwa wa kituo cha Kilimahewa Bondeni. Jamani, kilichotokea, bibi yule alipewa kura zisizopungua labda 15, maana nyingine mpaka zikamuanguka. Bibi yule aliingia ndani ya kituo, akaenda akapiga kura, nyingine zikamuanguka. Kilichojiri siku ya pili, mwanamke yule Mwenyezi Mungu alimuhitaji. Tumefahamiana? Kama hilo halitoshi, kituo namba 1 cha Kilimahewa ambaye kuwa alikuwa wakala ni ndugu yangu, baba mmoja mama mmoja. Baada ya kuweza kufanya manyang'au yao, wanataka waendelee, mawakala wale wakatolewa. Nikasogea mie kama ni mgombea, nikamuuliza karani pamoja na askari. Kwa kweli askari walichangia kwenye uchaguzi huu, kweli si kweli? Askari walichangia pakubwa, kwa sababu tunakwenda kutoa taarifa. Askari, kama wewe ni mlinzi wa usalama katika hali hii. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Asma Mbaruk Suleiman. Mimi nilikuwa ni wakala wa ACT Wazalendo, na hii ni mara yangu ya kwanza. Sijawahi experience swala kama hili, na kabla sijaingia kwenye chumba, mwanzo walichelewa kuniingiza chumbani. Nilikuwa kama saa 2 waliniruhusu kuingia pale ambapo wenzangu walikuwa washapewa vitabu. Nilitoka nje nikajaribu kuongea na mkuu wangu hapo, akanisaidia nikapata lile daftari, lakini pia sikuwahi kujua kama wale ambao mawakala wengine wote ni CCM. Nilikuwa najua kutokana na majina ya vyama, manake kila mtu anasimama na chama chake. Kwa hiyo hakuna hata mmoja, tulikuwa ni 10, hakuna hata mmoja alikuwa anataka kucooperate na mimi, ila alhamdulillah kwamba viongozi walikuja kunitafuta. Mashallah, mimi ni mtu wa hisabu, hawakuwahi pia kujua hicho kitu. Walininyima karatasi, nilikuja kupewa baadaye. Watu washaingia wengi, lakini kwenye chumba changu mtu akiingia, sina memory mbaya, namkumbuka. Kwa hiyo watu walikuwa akiingia, mimi ni wa mwanzo kusimama kusema huyu kashaingia, na wenzangu wale 9 walikuwa hawaamini kama mimi naweza kusema hivyo. Kwa hiyo nilikuwa na msimamo na niliendelea kushikilia msimamo wangu. Na awali ya yote ni kwamba mida kama ya saa 10 watu waliruhusiwa, waliingia mithili ya nyuki. Sikuweza kusimama na kusema, nilipiga ukelele kwa kilio, nililia, nikaenda kufanya yale masanduku, yani kama nyinyi mlituchukua mkatupeleka Kidongo Chekundu, mimi binafsi nilipangiwa, mkatuapisha
hivi mnajua hii ni dhima. Yaani nilisimama kwenye nyarakati hiyo. Kilio changu kilikuwa kikubwa mpaka nilikuja kubembelezwa na maaskari. Yaani maaskari walinizunguka wengi sana. Kwa ushuhuda kwamba na watu wengine wa ACT walitolewa nje, mimi sikukubali kutoka nje. Sijakubali. Nikikaa nikiogopa, sio dua na kila kitu ambacho tumefanya, lakini kile kiapo ambacho tulikiandika wakatuapisha. Shafahamu, tuliapa kwa jina la Mwenyezi Mungu. Kwa mimi niliogopa. Na katika chumba changu watu waliopiga kura ni watu 222 tu, watu 228 hawajaja. Kwa hiyo ile karatasi walizichana mpaka vikaisha vitabu. Na kuna karatasi nyingine walitoa kwenye bahasha, na nilishangaa kwamba kwa nini zitolewe kwenye bahasha nyeupe, bahasha nyekundu. Watu wa NEC na ZEC lao wote ni moja. Nilipewa shilingi 50,000, nikaambiwa nyamaza, nikapewa karatasi niandike kwamba uchaguzi ulikuwa ni sahihi. Nilipewa karatasi ya mwanzo, nikaandika si sahihi. Nikapewa karatasi ya pili. Nilizungukwa, kifupi nilizungukwa. Nikaombwa namba, nikawapa namba, nikawaambia hii hapa. Andika, nikaandika karatasi ya pili, tena kwa herufi kubwa, maandishi yalikuwa makubwa kama mtoto wa nasari. Nikaandika kwamba ilikuwa sio sahihi. Namba yangu misli haikutosheka. Namba yangu jamani imekuwa kama ndo kitega uchumi sasa hivi, unapigwa na kila, tena kwa wanaume wameijawa namba yangu. Haikuwa sahihi wao kunifanyia mimi vile, lakini waendelee kuwa na msimamo. Nitaendelea kusimamia kwenye haki na amani siku zote. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza awali ya yote hatunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kutuwezesha yeye tukafika hapa tukiwa hali ya kuwa wazima wa afya. Kwanza hatunabudi tuseme kwanza alhamdulillahi ala kulli hali. Shukrani zetu za pili tunatakiwa tumswalie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimi kwanza leo nina furaha ya kutosha kwamba kusimamishwa hapa, kwamba kama nilikuwa nina hamu hili swala litatokea vipi ili tuweze kuthibitisha hili swala letu. Mimi nilikuwa wakala katika kituo cha Mtoni, chumba namba 2, lakini cha ajabu wakati ninaingia katika kituo tu, ninaingia kukutana na PO. Baada ya kusalimiana na PO aliniuliza, wewe ni wakala chama gani? Nikamwambia nadhani kila kitu kinakuwa kina uthibitisho, mtu haingii tu ndani Kwa hiyo kama nimekuja hapa nina vithibitisho vinavyostahili kwa mimi ni wakala. Nikamwambia, je, naswihi mimi kuangalia kinachostahili humu ndani kama wakala mkuu wa kituo? Akanambia utendavyo. Nikakagua, nikaridhika kama hivi vitu vyote ni halali. Baada ya kumwambia kama kidude cha kupigia kura naomba tukibadilishe, tukiweke katika staili hii, akanambia una utaratibu gani unaokupelekea wewe na kifungu gani ambacho kwamba wewe kinakuonesha hichi kituo kwamba kigeuzwe? Nikamwambia nina uthibitisho, nina haki na nina sheria. Pia nina takwimu ambayo kwamba inanipa mimi hichi kusema kibadilishwe. Kama wewe ulivyosomeshwa na mimi nimesomeshwa. Ndipo aliponijibu akaniambia hivi, mbona unajifanya una ulimi? Mimi jawabu nilomjibu, naona wewe asemia upande mwingine, usemie ulimi. Hapo ndipo aliponiona akanambia, wewe mwanamke umetokea sehemu gani? Nikamwambia mimi ni wakala kutoka ACT. Nadhani kitambulisho changu kinakuonesha na barua yangu hii hapa ya uthibitisho. Tukaanza kupiga kura. Tulipoanza kupiga kura wakaanza kuzichukua. Kura ambazo kwamba alikuwa tayari wameshaekewa, aliyekuwa ni CCM wanatakiwa wape kura 5-5. Hilo swala baada mimi kuliona, nikamwambia mheshimiwa PO, hiyo sio haki yako. We kazi yako ni moja tu, kutizama kitambulisho, ukamtizama huo ni mpiga kura halali na sisi ndani ya daftari tunamtambua ndiye ama siye. Akanijibu hivyo, sio kazi yako, mbona una kidomodomo sana? Na nikamwambia chini kidomo Allah akanipa ili nisisikie kidomo changu nisubiri nife. Akanambia, wewe dada vipi? Tumeenda kwenye kupiga kura, cha ajabu alikuja mama wa umri wa miaka kama yangu mimi 30 tuseme 35.
aliyokomo ndani ya daftari ni mama aliye na umri wa miaka 80 na ameshakufa, ana umri wa miaka kama 10 toka 2010 alivyokufa ubibi. Mimi nilimuuliza swali, hivi wewe nataka nikuulize dada, umri wako wa ujana ulikuwa we ni kizee na sasa hivi uzee wako unakuwa kijana? Hakunitizama hata kidogo, hakunigeuzia sura yake. Baada ya hapo walichokifanya tena, walirudi wakatumia vitambulisho. Aliyekuja kupiga kura pale ni mtoto wa kiume, ila kitambulisho ni cha mwanamke. Ni cha nani? Mwanamke. Nikamuuliza PO, huyo pia naye ni mwanamke? Akanambia hayakuhusu. Nikamwambia hii ni haki, ukumbuke inaelea. Haki siku zote haizami katika bahari. Uhakikishe humu umechukua dhima za watu walokoko nje. Tumeenda kwenye kuhesabu kura, hapa ndo Allah alipowafedhehesha. Mimi muda wa kufunga kituo nilijiripua, nikamwambia hivi PO, kabla ya kuhesabu kura, hizi kura tulizozipiga hapa ni kura 259. Ulijuaje? Nikamwambia hayakuhusu, kwa sababu kila mmoja kaingia hapo na kazi yake. Nikamwambia mimi wakati mnaanza kuchana ballot paper hizi hapa nilizihesabu mimi mwenyewe, nikawa nimeweka ushahidi. Mnaona wewe? Nikawa ninaandika toka kibukleti cha mwanzo kilivyoanza kuandikwa, kura ya kwanza mpaka tunamaliza 50. Mmenielewa hapo eh? Nilivyoona vile nikaona sasa hatuendi kiusahihi, ndipo nami nilipozidisha spidi ya kuanza kuweka takwimu. Hata wale ambao kwamba walikuwa wanapiga kura mule hawakuja, na tunawajua kama fulani hapa hajaja kupiga kura, lakini wametumilia majina ya wale waliokuwa hawajaja. Nilipomwambia vile akanambia wewe mambo mengine hayakuhusu. Nikamwambia hizi ni kura 259 ndio zilizopigwa katika kituturi hichi. Akaniambia hivi, wewe tizama tutakavyohesabu. Muda wa kuhesabu kura, Allahu Akbar, huo ndo muda ambao kwamba palifanyika mabaya sana. Maana ule mchanganyiko wake wa akili, ule PO alituambia mawakala kaeni pembeni, tukakaa pembeni. Anahesabu kura yeye pamoja na msaidizi wake wa PO. Anachukua sanduku la kura, anakupa kura ya ACT ni moja, anakupa ACT moja, anamkabidhi mtia wino yule. Ndo anakabidhiwa kura ya ACT Yule ambaye kwamba ni msaidizi PO, yeye ndo kazi yake anatia ndani ya ile sanduku kura za CCM. Kwa hiyo anafunua hivi, anaangalia CCM anatia huko ACT anakupeni hii moja. Nikamwambia nyewe mshajikoroga. Mshachoka sie kuibiwa twasema na nyinyi kila siku. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi jina langu naitwa Fakihi Hamadi Omari, jimbo la Pangawe, shehia ya Kinoni. Mimi ni wakala mzoefu toka utawala wa Salimini Amori wanaimwita komando. Nilichokishuhudia siku ya tarehe 28, kuanzia tarehe 27 sisi mawakala sote ilikuwa hatulali majumbani kwetu. Tunalala sehemu tunazozijua sisi wenyewe na Mwenyezi Mungu. Nilichokishuhudia siku ya tarehe 28, yalikuwa nakuja magari ya kijeshi ambao wamepakia raia ambao wamevalishwa uniform ya jeshi. Kituo nilichosimamia mimi, kituo namba 1, nilichokishuhudia mimi ni kuwa watu walikuwa wanakuja kupiga kura bila kuitwa majina. Halafu chengine watu wanapiga kura wanabakia ndani, mpaka mie tumbo likawa linaniuma sasa. Nikiwaambia mapio wote walikuwa ni mabubu, hawazungumzi na mimi kabisa. Mimi kwa tena naumia, sina uwezo wa kujizuia. Baadaye nilichokishuhudia chengine, watu wanapewa vipande, wengine wanavaa vizibao vya tume wanakuja kupiga kura. Baadaye kuna vitambulisho vingine ambao tulivikamata, ninacho hapa kwenye ushahidi wa simu nitakuonyesha. Chengine tulidai fomu kabla ya kutaka kuendelea na kupiga kura. Mimi nilikuwa sijibiwi kwa sababu mawakala mapio wote walikuwa ni mabubu chumba changu. Mimi navumilia tu, kutoka siwezi kutoka. Nikasimamia mpaka saa 8 kasodi kambili, wakasema wapiga kura wameisha, tufungeni kituo. Kituo kilifungwa saa 8 kamili. Sisi hatukupewa fomu za ufunguzi, hatukupewa fomu za ufungaji. Kwa kweli kura hazikuhesabiwa. Kuna zoezi lilisimama muda mmoja kwa sababu mwakilishi ambaye ni mwanasheria wetu alikuwa anafuatilia muda mwingi, mpaka zoezi likasimama, lakini baadaye likaendelea. Kwa hiyo tulichoshuhudia tulikaa mpaka saa 2 pale, twalinda visanduku, hatujui vinaenda wapi. Sisi wengine tukapewa ruhusa tuondoke. Siku ya tarehe 29 sasa,
mimi ndiye mtu wa mwanzo kudai vile fomu. Tulipewa fomu za ufunguzi vizuri, baadaye tukapewa za ufungaji. Siku ya tarehe 29 tulidai fomu, tukapewa fomu vizuri, tukaendelea na uchaguzi. Jambo la mwanzo mimi nilidai daftari. Nikaulizwa daftari la nini? Nikamwambia daftari la wapiga kura, tunataka tujue wanaopiga kura na waliokuwa hahusiki kupiga kura. Kwa kweli madaftari sisi wengine tulipewa, lakini CCM wao walikuwa na daftari lao ambalo kuwa lina maandishi hamna picha. Kwa hiyo mtu akiitwa jina kama picha yake pia hakuna, anapiga kura, kwa sababu wao wanakuambia sisi tushamuona huku kwenye daftari letu. Tukaendelea mpaka mwisho, tushamaliza uchaguzi, wakatia zile kura zao. Nyingine kwa kweli kura zinatumbukiza kwenye sanduku. Kura la rais ilikuwa tayari zishajaa, lakini zinalazimishwa hivyo hivyo, zinagongwa kwa mikono, zinaingia hivyo kwa nguvu. Baadaye mimi nililetewa chakula, kwa kweli sikufichi wenzangu, mimi sikula chakula cha mchana, nilikula daku. Maana wenzangu CCM wanaletwa chakula wanakula ndani. Mimi nataka kufungwa pasa, namba hurusiki kula humu, toka nje. Mimi nilisamea chakula, nilikaa mpaka saa 2. Nikakaa pale. Sasa hilo zoezi sasa la kutaka kuhesabu kura, zikamiminwa kura ambazo kura zilichanganywa zile na za kura ya mapema, ambao wenzangu wanasema ni wizi wa mapema, na kweli ni wizi wa mapema. Kwa pale kuna jamaa Mungu alimjalia unene mwingi katika hicho kituo, alikuwa ni PO huyo, mimi simjui ni lake. Alianza kuja kutoa vitisho. Sasa jamani, tunataka kuhesabu kura, tusije msikia mtu yoyote kuzungumza. Atakayezungumza kitakaje mkuta asije kulia nasie. Mimi nikamuuliza, unamaanisha kitu gani? Hebu tuweke wazi, tufafanulie, unazungumza kwa maana gani? Akasema mimi nishasema. Kaambia sawa. Tukaenda zikahesabiwa kura mpaka zikamaliza. Baada ya kushamaliza kuhesabu kura, tukaambiwa tieni saini. Mimi kidogo sijui kama nilichanganyikiwa, nilikuja nikatia saini, kuja kuangalia nshati ya saini na iangalia fomu. Kura za rais ilikuwa 172, CCM wana kura 160. Lakini nakuja kuta zile zangu zishapunguzwa, nimeandikiwa 130. Sasa za rais ziko 283. Ndio ambia hii fomu sitaki. Kwa kweli nilizua tifu kubwa sana sana sana. Ikawa sasa tunazoana huyo PO bonge, anaranda kila kituo yule bonge. Na wakija wanaongezana na mapio wenzake. Mapio walikuwa wako wengi chumba changu, karibu 10. Yaani mimi hata nikasema ikawa sisikilizi. Basi nikamwambia yule PO, wewe unajiona unapunzi, lakini unachokifanya sio halali. Na mimi sitowasamehe mpaka siku ya kiyama, hicho mlichonifanyia sikubali. Naomba nibadilishwe fomu. Naomba nibadilishwe fomu. Kwa kweli walikataa kunibadilishia fomu. Kuna dada yuko mbele yangu, sitaki nimtambulishe, labda ndio akanambia, Fakihi toka nje, tushapigwa simu na viongozi, tutoke utakuja pigwa. Nikamwambia mimi waacha kwanza nipate haki ya watu, kwa sababu mimi nimeteuliwa hapa, mimi ni msimamizi wa haki ya watu. Toka Fakihi. Nikatoka. Dada yangu yuko mbele ananitizama pale. Kwa hiyo ilibidi nitoke. Kwa kweli nilihuzunika, sikuweza kula na hata sikuweza kulala nyumbani mwangu. Kwa hiyo uthibitisho leo nao zaidi huu hapa. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, itifaki imezingatiwa kwa sababu dakika 5 ni kidogo. Nataka nziwahi. Mheshimiwa, naomba nitoe taarifa kwanza ya kama viongozi wetu ambao walivyo makini. Hata hawa wasanii walikuwa nasema hivi, wabaya wetu tunawajua. Tumeuona wabaya wetu tunawajua. Na wengine nyimbo gani ile 7 nasema masalata. Hii ni sahihi, kumbe wao wanatoa ule ujumbe, ndio ambayo mambo yametokea. Mheshimiwa, mimi niende kwenye mada. Bahati nzuri mimi naitwa Isa Hussein Yusuf. Natoka katika shehia ya Tomondo, kituo cha biashara Tomondo. Mimi ni wakala mzoefu toka 95 hadi kufikia leo, sijawahi kumisi hata mara moja. Tokea 95 mimi nitwa habari wenezi, bosi wangu huyo hapa, na mara moja aliniambia asante. Kwa sababu ni wajibu wangu kufanya kazi yangu ya habari. Siku ya tarehe 28 sikwenda mimi kama wakala, nimekwenda kama mtu wa habari. Nilichokigundua ni kile ambacho kwamba kilichotajwa mwanzo
nadhani mheshimiwa anaijua hiyo taarifa. Ndio wale vijana walioletwa pale ambao wamevaa kaki ile ile tuliyozungumza, Ganjo alioitoa. Ile ndiyo iliyofanyika. Wale walikuwa ni kidogo askari, wengi wao ni vijana ambao walichukuliwa wakafundishwa ule haramia. Ndio wengi, kwa sababu hata kama mlikuwa mnaangalia wakitembea wanaenda kama wanaenda kutafuta maembe, miguu inaenda hivi na hivi, haiendi kama hivi kawaida. Kwa hivyo wale walikuwa ni wahuni tu. Hiyo ndio habari. Lakini twende katika tarehe 29 ambaye mimi nilikuwa wakala chumba namba 1, ambaye pia ilikuwa ni mkuu wa makala katika kituo kile. Waheshimiwa, kwa kweli sisi kwetu kutoka asubuhi mapema mpaka kufika saa 9 uchaguzi wetu ulikuwa unaenda vizuri, na kwa sababu kasoro zilikuwemo, walikuwa wanatoa kura zaidi ya 1, 5, 6, lakini kwa sababu ulivyokuwa unakwenda, tunashukuru kwamba tulikwenda wakapiga kura mpaka saa 9, ikawa sasa wanafanya vikao kwamba tumeshashindwa sasa. Kilichotokea hapo sasa, saa 10 kituo kikafungwa, bango la kupiga kura likaondoshwa, likawekwa bango la kuhesabu kura. Sasa hapo ndipo pamekuja matokeo. Alianza yule PO yule kuchukua, kapiga kura, anataka kutia, nikamwambia wewe ni mtu wa tume, si mwakilishi wa tume wewe, ushapiga kura jana. Kwa hivyo huna haki ya kupiga kura. Unaotaka kufanya ni uhuni. Nakwambia kabisa usije ukatia kura hizo. Wanacheka bwana. Basi akapiga yeye. Baadaye na wenzake wote wale walikuwa wakapiga kura. Walipomaliza kupiga kura, sasa wakasema subirini kidogo. Kidogo nikaona vikosi wale wamevaa magwanda, wakaja na wao wamekuja na kura zao tayari zimeshapigwa mikononi. Mtu ana kura 30 anataka kuzitia katika kitundu kile. Ikawa ni shida kuingia. Nikamwambia sikiliza, msipate tabu, kata sildi tieni humo, kwa sababu uchaguzi mshauharibu, umeshauharibu kabisa, si uchaguzi. Kwa hivyo wakatia kidogo kidogo wakamalizika. Basi baada ya hapo kilichofuata ni kwamba ni PO yule, watu wote washamaliza sasa. PO akatoka akaenda zake, alipokuja na maburungutu 3 ya kura akayeka juu ya meza hapa. Basi anaambia mzee Isa, sasa tuhesabu. Nikamwambia sawa, lakini mimi mkuu kumbali niliko, kwa sababu wao wako 9, sisi tuko 2 pale, mimi na INEC, yule mwenzangu wa INEC, mimi nilikuwa zeki. Sasa nikamwambia mimi naomba nisogee karibu ili nione, kwa sababu mimi mzee sasa hivi macho yangu hayaoni kwa mbali. Ikawa wale wana system wanacheka. Nikamwambia msicheke, nyinyi wote wanafunzi wangu, nimewafunza mie kazi. Basi bahati nzuri wakanikubalia, nikakaa pale. Kukaa pale bwana, karibu kaeka kiti changu, tukaanza sasa. Ananiambia sasa tunaanza. Akakata sildi ile la rais. Kukata sildi, jamaa akachukua ile maburungutu 2 akayatia. Nikamwambia ushaharibu uchaguzi. Haiwezekani, ushaharibu tena hapa. Mimi nasema hamna uchaguzi, ushaharibu. Basi wajua ni mambo yao wale, wanacheka na nini, ni mpango maalum. Basi tukamaliza, tukahesabu. Sasa mimi kabla kumaliza kuhesabu kule, tunataka kufunga kituo tu, nikahesabu sasa watu ambao walikuja kuingia mule wakapiga kura. Katika watu 450 waliokuja siku ile pale katika kituo changu ni watu 236. Sasa nikasema hapa mimi nitakufundisheni siasa. Basi tukaenda kuhesabu wale wamekaa tu, wale wa CCM yote hanoti zile matokeo. Mimi basi tukahesabu sasa pale juu CCM ST. Zilipomaliza sasa kule chini kule ndio hapo ST CCM. Unaona mzee Isa, mambo mazuri, unaona sasa hivi unakuja juu. Nikamwambia kuja juu gani na ushafanya uhuni wenu. Basi bahati nzuri tumekwenda mpaka mwisho. Sasa tulipohesabu mimi nikapata kura ya rais 142. Kupata kura 142 nikatoa sasa. Katika 236 toa 142 nikakuta kama kuna 94.
94 8 zimeharibika na Chauma kapata 4. Unaona 12 tena nikatoa hizo, kabakia 82, nikasema 82 ndio system. Nikajua mimi nimeshashinda. Basi tukavuta sanduku la mwakilishi. Kuletwa pale mwakilishi kaitu asili, kachukua ile burungutu moja likatiwa nalo. Tukahesabu tulipofika mwisho, bahati nzuri mwakilishi yeye alipungua kwa kura 2, alipata kura 140. Na sisi akapata kama 86 kitu kama hichi. Tukaenda kwenye hapo, kabla hapo akatokea observer kuingia pale, akasema vipi mambo yanaendaje? Na wakasema CCM wote kwa sauti, mambo yanaenda vizuri. Nikamwambia sio vizuri. Observer sikiliza, hawa wote mama mmoja baba mmoja hawa. Mimi hapa ACT Wazalendo nakwambia hivi, uchaguzi toka asubuhi ulienda vizuri, kufika saa 9 hawa watume hao wote washaharibu, wanatia kura. Yani mara wao walianza kuharibu, wakawaita vikosi wakatia, lakini wakaleta maburungutu ya kura. Marais wametia 2 na mwakilishi ametia 1, na hilo hapo unaona hilo la subiri walifunguliwa la diwani litio. Umeliona hilo hapo? Au ni uchaguzi gani? Si uhuni tu aliotufanyia. Kwa hivyo haya ndiyo ambayo waliofanyika katika pale. Lakini sasa hatima yake sasa wanataka niwape sasa ile idadi ya rais yangu ya nipe ya matokeo. Nikamwambia bado nitakupa, kwa sababu kura ya rais ni siri, sio kila mtu mmoja hapa ajue. Unaona? Basi asante. Mimi sikumpa, lakini mwisho akanambia kapata ngapi ninongoneze? Nikamwambia kapata 211, na mimi nikasema nataka kumuibia sasa, kwa sababu alifanya muhuni, sio? Sasa waheshimiwa, kiufupi hali halisi ilikuwa hivyo. Lakini niseme kwamba waheshimiwa, sisi tusiogope polisi wala vikosi. Maadui yetu ni tume ya uchaguzi. Tume na naye hatutaweza kutoboa hata siku moja. Lazima tupambane na tume ya uchaguzi mpaka iondoke madarakani. Tutaweza kushinda kwa maisha yote. Baada ya kusema hayo, asante sana. ACT Wazalendo, Shusha Tanga, safari. Salamu alaikum. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nitaenda moja kwa moja kwa sababu yashayoelezwa karibu yote yanawiana, isipokuwa kidogo kuna mambo mafupi nitaeleza. Na bahati nzuri wakala wangu mmoja anaitwa Bwana Ali Hamadi Ali aliniletea barua yake kunielezea hali halisi. Kwa hivyo hiyo nitaisoma kidogo na nitaikabidhi kwa Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa, hakukuwa na uchaguzi. Nikianza na siku ya kwanza, kulikuwa na uchafuzi na uwizi. Kwa sababu kwa ufupi sipendi hata nieleze kwa sababu yashaelezwa, lakini kilichojitokeza, walileta magari, wakawaleta wale wapiga kura wao ambao wengine ni watoto wadogo, wakiwa wamewavisha mavazi ya kijeshi, jambo la aibu na nitusi. Na hicho walichokifanya, Mheshimiwa, wameitusi demokrasi. Hawa walikuwa wanaifanya ni kuitusi demokrasi. Mheshimiwa, mimi nilikuwa na wagombea wangu walikuwa wote wanafukuzwa, wanatolewa, lakini wagombea wa CCM wanawapokea. Mheshimiwa, hakukuwa na utaratibu, na hata ilipofika mwisho sisi tulikuwa na utaratibu tunaojua ni kwa siku ya kwanza tarehe 28 tutahesabu kura, lakini kilichojitokeza walivibeba kwa magari ya jeshi, na inasemekana walivipeleka Kisiwandui, wakikataa kufuatana hata na mawakala wetu. Mheshimiwa, kwa ufupi, barua ya Mheshimiwa wakala wangu mmoja aliletea, kanambia ripoti ya uchaguzi jimbo la Mwanakwerekwe, shehia ya Jitimai, skuli ya Alexani. Naisoma hii kwa sababu karibu wote wanawiana. Kituo changu namba 3 kilikuwa na daftari la wapiga kura lenye kurasa 13 na majina ya wapiga kura kuanzia herufi H hadi K. Kuanzia ukurasa wa kwanza hadi wa 12 kulikuwa na idadi sawa, ambapo kila ukurasa ulikuwa na majina 35. Ukurasa wa 13 ulikuwa na majina 30. Hivyo kufikia idadi ya majina ya wapiga kura 450. Idadi ya wapiga kura waliojitokeza ni kati ya 75% mpaka 80, ambapo anasema mimi
nilianza kuhudumu kuanzia majira ya saa 7 na dakika 25 mchana kumpokea wakala mwenzangu anaitwa Mohamed Maliki. Yaliyojitokeza wakati wa zoezi la upigaji kura, changamoto wakati wa zoezi, kulijitokeza wapiga kura waliokuwa na picha tofauti kati ya wapiga kura husika na kati ya mpiga kura husika na picha na jina la mpiga kura huyo ndani ya daftari, ambapo ndani ya daftari wanaonekana ni wazee hali waliokuja ni vijana. Mfano, mpiga kura jina Idi Muhammad Rashidi aliyezaliwa mwaka 62, wakati aliyekuja ni kijana wa miaka takribani 28 hadi 30. Na mwingine ni Hamadi Maalim Khamis aliyezaliwa mwaka 1955, ambapo aliyekuja ni kijana wa miaka kati ya 30 na 35. Akipaza sauti kuuliza, akalimuuliza PO, akamjibu kuwa hatuangalii picha bali tunaangalia jina tu. Pia kulijitokeza mpiga kura jina Hamadi Makame Shame ambaye jina lake halikuwemo katika daftari la wapiga kura na alipiga kura. Nimeshuhudia msimamizi na wasaidizi walikuwa na mavazi ya INEC wakipewa kura 3 za urais wa Zanzibar pamoja na uwakilishi, wakati kifungu 82(2)(a) na B cha sheria za uchaguzi na namba 4 ya 2018 kimewataja watendaji wa tume kuwa ni wao ni miongoni mwa wapiga kura wa mapema, yani wizi wa mapema. Aidha, nimewashuhudia mawakala watatu, mmoja wa CCK mwenye kadi ya chama cha CCM na mwingine ni wakala wa CCM wakipiga kura ndani ya kituo changu, ambapo wakala wa CCK alishapiga katika kituo namba 2 na wakala wa CCM mwenye jina la Juma Muhammad ambaye haruhusiki kupiga kura ndani ya kituo hiki namba 3 kwa kuwa jina lake linaanza na herufi M. Wote kwa pamoja walipiga kura zaidi ya moja, hususan za rais, uwakilishi, ubunge ndani ya kituo changu. Pia nilibaini kuwa mawakala wote wa vyama vya upinzani ukiwacha mimi wa chama cha ACT Wazalendo, wote kwa pamoja walikuwa wanachama CCM na walipiga kura zaidi ya moja ndani ya kituo hichi. Katika kutekeleza majukumu yangu kisheria kama nilivyoamrishwa katika kifungu cha 75(5) ya sheria